Na for the first time nimeona Babu Owino amejaa ngori. Karibu waweke mawe. Karibu wapige watu mangumi huko Trans Nzoia. So Babu, kama nyindo mulianzisha timu Linda Mwananchi na Edwin Sifuna, kama hao majamaa watambui, fukuzeni hao majamaa. Kuna waindi wenye wako hapa Kenya unaweza chukuana nao muendelee kuform hiyo timu Linda Mwananchi yenu na mubadilishe jina. Si lazima mkuwe na hao akina natembea na hao majamaa wengine. Huwezi anzisha kitu na mtu analeta tu kifua mahali. Yeye ajui penye umetoa hiyo kitu. Babu Owino na Edwin Sifuna wametoa timu Linda Mwananchi ikiwa from zero to something. Sasa hii tunaona mtu mwingine atijua amewahi kuwa police commander. Ameongea na mwenye alikuwa amebeba microphone hapo ati Babu wanyang'anywe microphone. Hiyo kitu si mzuri. Mimi kama ingekuwa mimi ningelima mtu kofi ama ngumi. Ningeweka mtu mawe ya mdomo. Kwa sababu hiyo si kitu poa. Hadi mimi wakati nilikuwa Jakaranda nilikuwa nafanyiwa hivyo. Sasa mimi hapa penye niko, mimi ndo kusema. Na Babu Owino wewe pia itafika mahali wewe ndo utakuwa kusema. So hiyo ni kawaida, but kenye mmefanyiwa kijana, hiyo si poa. Wacheni kufanya Babu Owino ajae ngori ovyo ovyo. Mnataka tuone ile maneno yenye wanasemanga ati bila Babu ni taabu. Sasa taabu lazima itoke Trans Nzoia. Ni bahati tu cool down kidogo. Wacheni kukasirisha Babu. Mimi najua Babu vizuri. Babu ni sotuaya, Babu ni mtu anakasirikanga haraka. Na akiamua ni kupita na wewe. Hata kuku yezi mkaribia. Ni mtu ambaye akishakasirika afikiriangi mara mbili. So msikasirishe huo kijana. Ni mtu amesoma, ni mtu ako na hekima. Ukiona anafanya kitu, usikuje na ile kierere yako ati ni kama unataka kumoverpower. Muandame na ile protocol yenye inapaswa. Sio protocol yenye nilikuwa nasikia hapo ya kunyimana microphone. Hiyo si poa bana. Wenye mnamnyima microphone amesoma hadi kualiko. Babu Owino hadi ukimpatia dakika 2, jamaa anatoa tu knowledge, hekima. Hao wengine kazi yao ni kungoja timu Linda Mwananchi kishatengenezwa wakuje wadandie. Alafu wanapiga mwenye ameanzisha timu Linda Mwananchi. Wanaanza kumtenga, hiyo si poa. Alafu hii maneno ya Sifuna na Kasongo. Nimesikia Kasongo ameingiza baridi ati Wakenya tukichagua Sifuna 2027 pro president itakuwa the worst mistake Wakenya tunaweza fanya. So Kasongo wewe tayari wewe ni mistake. Wewe mwenyewe wewe ni mistake. Hakuna mistake yenye utafanya 2027. Wewe ndo mistake. Kasongo ni kama horror movie. Huwezi muwatch umalize movie vizuri kama hujaingiliwa na uoga ama mstuko. Ile mistake yenye tulifanya ni kuchagua Kasongo, sasa tuwezi mpatia tena. Kenye tu Kasongo anajua ni kuchoma watu kwa kanisa kule Kiambaa, kuabduct majenzi, kudanganya Wakenya akienda kila county, kutusi Wajaluo wapumbavu, kutusi viongozi wa upinzani ati hawana agenda, hawana akili, sijui nini. Wewe kama hiyo akili yako iko sawa, si ungekuna unafanya Kenya ikuwe Singapore. Sasa hakuna Mkenya angekuwa naimba one time, watu wangekuwa naenda maandamano kwa sababu Wakenya si wenda wazimu. Uongozi ikiwa sawa hakuna mtu anaenda maandamano. So wewe tayari wewe ni mistake. Kasongo wewe ni laana. Hakuna mtu anataka kusikia jina yako. Nimetembea kwa ground nikijaribu kuconvince wa Kenya msamee Kasongo. Karibu nitolewe mbio. Nikaambiwa kijana, kama una kitu wa maana kutuambia toka hapa. So Kasongo umekataliliwa kila mahali. Sijui kama shetani pia amekukataa. So wewe hiyo tutam yako ni kwa jela. Tuwezi kuruhusu uende tutam hapa Kenya. Utamaliza hii nchi yako. Na ndio kwa maana ulikuwa tunaona hadi unapewa pesa Ebola iletwe Kenya, which means hujali kuhusu wa Kenya. Pesa ya SHA umechukua ukaweka kwa mfuko. 40 bilioni ya e-Citizen umechukua umeweka kwa mfuko. Wewe na yule ndugu yako mlikuwa mnauza airport. Alafu unataka tukuchague. Hatuwezi kuchagua Kasongo bwana, wewe ni Sangwenya. Kasongo wewe ni Sangwenya. Hakuna mtu anaweza kuchagua hii Kenya. Hadi hao wenye unategemea, hao watu wa samaki, hao watu wa Kamongo, ati wakupe kura. Hao watu hawana idini na wapigangi kura. Kenya tu wanajua kufanya vizuri ni maandamano.
ID hawana. So nashangaa utatoa kura wapi? Wenye wangekupatia kura sahi sasa wakutaki, kwa sababu wanasema wewe ni msaliti. The same way tukijidanganya tukupatie tena uongozi 2027 utasaliti wa Kenya. So njia ya uzima itakuwa Edwin Sifuna. Hata kama nilisema mimi sio Sifuna, lakini nilikula kiapo. Kitu yoyote ninatoka Songo kwa power, hiyo ndaipigia kura. So Sifuna ndio Singapore, Sifuna ndio atawapeleka Canaan, Sifuna ndio njia ya uzima, Sifuna ndio njia ya kwenda mbinguni. Hii serikali ya Kasongo ni ya ushetani, hatuwezi kubaliana nayo. So wewe endelea kuingiza baridi. Naona hadi unakonda, bado hujakonda. Sifuna bado hajamaliza kupiga rally Kenya mzima. Utakonda kweli kweli. Asante.